Bwana Yesu asifiwe. Ushauri unaanza kuingia ndani ya moyo, mawazo yanaanza kupata nafasi moyoni. Kumbe natakiwa na mimi niwe na nani? Na rafiki wa kike au rafiki wa kiume isivyo sawa sawa, inayochafua hali ya utakatifu wa Mungu, inaanza kuingia ndani. Kwa nini? Kwenda katika shauri, uliwasikia watu, ulisikia mashauri ya kwamba zipo mifano mingi, hiyo ni mmoja wa namna yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hatua nyingine ni kusimama katika njia. Anasema Petro asiyekwenda katika shauri la wasi wake wala kusimama katika njia. Sasa ukianza hatua ya kwenda katika shauri, unaanza kusimama katika njia. Ni hatua nyingine ya pili sasa. Unayasikia maneno yakaingia ndani ya moyo, yakaanza kupata nafasi. Sasa na wewe unaanza kuyazoea, unaanza kukaa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaanza kutamani sana na wewe furahia yale mwenendo, kama ni maneno ya usengenaji, kama ni maneno ya uongo, kama ni maneno ya kusema mtu, kama ni maneno ya kila namna, na wewe unaanza kushiriki, unaanza kuyapenda. Hiyo ni hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaanza kuzoea. Kwa hiyo unakuta tabia inaanza kubadilika, dhamiri inaanza kupoa. Jambo ambalo ulikuwa unaliona baya, kumbe unafikiri unawezekana. Kumbe kusema uongo ni sawa tu. Kumbe kumsema mtu, kumbe nisipokuja kwenye maombi ni sawa tu. Kumbe nisiposoma neno ni sawa tu. Kumbe hata naweza kumsema hata mtu yoyote bila hofu aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Wewe umesimama katika njia, halafu unaketi barazani. Sasa ni ile kukaa kabisa na kujitambulisha nao, mimi ni mwenzenu. Unaanza kufanya kama wao wafanya, unaanza kufurahia, uweze na kukosoa kwa sababu umeshakuwa sehemu. Amina. Neno linataka tuweze kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu, kwa sababu hakuna atakayeingia mbinguni asipokuwa na hiyo vazi na utakatifu. Na Roho Mtakatifu huyu tunamtamani, yeye ni mtakatifu kwa jina lake lilivyo. Ni mtakatifu. Tunapomwita Mungu mtakatifu, ina maana kwamba ile sifa haitoki mbinguni, inatoka ndani yetu. Kwa Mungu huyu tunamwabudu Roho Mtakatifu, haiko kule, yuko ndani yako wewe. Ina maana kama wewe maisha yako si matakatifu, unaongea mwenyewe, hata kama una sauti nzuri kiasi gani yenye kutetema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaongea mwenyewe. Kwa hiyo utakatifu ni jambo la muhimu sana katika maisha na ushirika wetu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mara nyingi mtu anapoanza kuanguka, aanzaje kwa mara moja? Huwa kuna hatua. Inaanza hatua kidogo kidogo. Na shetani mjanja sana, anapeleka hatua kwa hatua. Anaona namna ya kuweza kukupata. Anaanza hatua ya kwanza, akiona umeelekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima tuanze kupiga hatua zote kabla tuanze kutoa matokeo ya kumkosea Mungu. Hiyo haiwezekani tusipojaza neno na maombi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kujitenga ni nini? Kujitenga sio kuwachukia wasioamini, ni kuwapenda, lakini pia kushiriki dhambi zao. Kama tumejifunza hapa, si ndio watu wa Mungu? Kujitenga sio kujiona mtakatifu kuliko watu wengine wasioamini, kuliko watu wengine wenye dhambi, bali kujitenga ni kuona mapungufu yako na kuomba neema mbele za Mungu juu ya kile ambacho bado unahitaji neema ya Mungu ndani yako. Hata kile ambacho unahitaji bado unataka kuendelea kunyenyekea mbele za Mungu. Hakika wewe ni Ebeneza, ndio umenisaidia. Kujitenga ni kukata kufanya kazi. Kujitenga sio kukataa kufanya kazi na watu fulani, bali ni kukataa makubaliano yote yanayofungana na kuvunja uaminifu wa Mungu na utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shirikiana nao
lakini kataa kukubaliana katika makubaliano yote yatakufanya wewe kuvunja uaminifu na Mungu. Kujitenga. Namna gani unaweza kujua kama unahitaji kujitenga? Jambo hilo unalofanya kama unaona kabisa kwamba inakufanya upunguze muda wa maombi, neno na ibada. Jambo lolote ambalo unaona upo nalo linakufanya upunguze muda wa maombi, muda wa ibada, muda wa neno, na hatimaye unakuja kanisani unakatibia uchi bila sababu yoyote, yaani unaona kawaida tu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jambo hilo unaona la Mungu ulifanye wakati huu hata neno hujasoma. Hapo unahitaji kujitenga. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kujitenga. Tabia yote unayoificha ambayo hutaki watu wajue kwa sababu tu unajua si sahihi. Mambo ambayo unayafanya ambayo hutaki watu wajue kwa sababu unajua si sahihi. Unapaswa kujitenga. Watu wa Mungu, unapaswa kujitenga. Dhambi unayoifanya alafu dhambi inaweza jambo lote unalifanya ambao baada hapo dhambi inaweza kuhukumu. Unataka kujitenga. Unapaswa kujitenga. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo tunapaswa kujitenga nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapaswa kujitenga nayo. Wapo watu waliojitenga. Tulisoma Yusufu naye alijitenga. Nafikiri mnamfahamu Yusufu. Wakati anakimbia tulisoma hapa ile sura ya 39. Utaona Yusufu namna ambavyo ajitenga na uovu wa kila namna. Yusufu. Ibrahimu ajitenga na Lutu. Walipopishana, yule anayemwambia basi wewe jichagulie bonde unalotaka wewe. Lutu akaangalia akaona ile bonde zuri akalichagua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakutaka ugomvi, hakutaka mashindano, hakutaka tena waendelee kushindana. Je, wewe uko tayari kupoteza kitu kizuri kwa ajili ya kujitenga, kwa ajili ya kuwa na Mungu? Hakuna siri iliyo nzuri sana kukaa katika utakatifu. Kuitwa mwana wa aliye juu. Wakati wote utakapoondoka duniani huna hofu kwa sababu unajua Bwana Yesu asifiwe. Hata baada ya maisha haya utakwenda kupokea taji. Pamoja na wale ushinda, utakwenda kupokea taji. Huko tutaishi milele. Huko tutakuwa kuna raha. Huko tutafurahi pamoja na Bwana Yesu. Huko tutafanana naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapaswa kujitenga. Danieli mwenyewe alijitenga, hata kula vyakula vinaweza kumtia unajisi. Akajitenga Danieli. Wewe je, jambo gani linakufanya usijitenge? Na jambo gani linafanya usijitenge? Ni maeneo gani ambayo yanakufanya kuwa na mipaka ambayo yanafanya usijitenge? Ni marafiki. Je, una rafiki ulizaliwa naye? Ulikuja ukazaliwa peke yako, hata kama ni mapacha, kwa mwingine aliwahi kutoka, mwingine akatoka. Hata kufa itakuwa hivyo, hata kama ni ajali imetokea kwa mara moja kwenye basi, yule mwingine atakafa sekunde hii, mwingine atakufa kwa sekunde hii. Kwa nini rafiki ya kuzuia kumpenda Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa kuwapenda, lakini pia tunapaswa kupenda kwa tahadhari, tusishiriki dhambi zao. Kwa hiyo matunda ya kujitenga na uovu, cha kwanza, moyo utakuwa na usafi. Muda wote utakuwa na usafi. Hata ukikosea unawahi kumwambia Bwana, nisamehe, nimekosea. Nisaidie hapa. Naona dalili hapa nikiendelea hivi nitaanguka. Nisaidie, naona dalili hii naona noisi ndani yangu. Si hali nzuri, nisaidie. Naona kuna hali fulani ambayo sio nzuri. Unakuwa unaishi kwa tahadhari. Unakuwa unaishi ndani yako. Amina. Kwa hiyo ni muhimu sana. Wiki ijayo tutaendelea tena. Basi tusimame. Mungu wangu
ninakuabudu. Ee Mungu wangu, ninakuabudu. Ee Mungu wangu, ninakuabudu. Ee Mungu wangu, ninakuabudu. Bwana wa mabwana, ninakuabudu. Ee Mungu wangu, ninakuabudu. Mbingu ya mia kwa muda huu mfupi. Mbingu ya mia kwa muda mfupi. Mbingu ya mia hapa. Amina. Mbingu ya mia hapa. Mbingu ya mia hapa. Na hiyo ndio sana, sio sana. Natamani kuwa katika mahali, yaani uwepo wa Mungu usio wa kawaida mahali hapo. Basi hivyo kwa yote
alipo Bwana yanawezekana, alipo Bwana yote yanawezekana, alipo Bwana nataka Yesu alipo Bwana Sante Yesu Yesu yote yanawezekana, alipo Bwana yanawezekana, ninataka niuone uzuri wako, nataka nikuone Bwana, ninataka nikuone Bwana, Bwana, nataka nikuone wewe Bwana, nataka nikuone wewe Bwana. We
tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji wewe. Peke yako Bwana, peke yako ndio Mungu, 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 wewe ndio Mungu, wewe ndio Mungu, peke yako ndio Mungu, peke yako ndio Mungu, peke yako ndio Mungu, peke yako ndio uwezo, peke yako ndio mtakatifu, peke yako ndio Bwana, Bwana, Mungu wa miungu, Alfa na Omega, peke yako Bwana, uhimidiwe, uhimidiwe, uhimidiwe. Oh, Shaka, Rika, Robo Shaka, Kanda la Masaka, Uiba Kanda la Mashaka, Kanda la Bozo, Uiba Kanda la Mashaka, Uiba Ishia Bwana. Tunakuhitaji wewe Bwana, tunakuhitaji wewe Bwana, tunakuhitaji wewe, tunatamani ushirika na wewe, achilia ushirika na wewe, Mungu wa mlango wa ushirika, Mungu wa mlango wa ushirika, ndani ya mioyo yetu, ndani ya mioyo yetu, ndani ya mioyo yetu, kila kitu kuzuia, kiondoe Bwana, ondoa Bwana, tunakutamani wewe, tunakutamani wewe, tunakutamani wewe, tunakutamani wewe, tunakutamani wewe, tunakutamani wewe, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, yeye Bwana tena, tunakutaka wewe, tunakutaji wewe, gusa watu wako, 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 Robo Shaka la Masaka, Robo Shinda la Masaka, Rika la Masaka, Robo Shaka la Masaka, Rika la Masaka, Zalako Baba achilia karama, achilia karama, achilia karama, achilia karama zako, 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 Roho Mtakatifu. Jidhihirishe sasa, jidhihirishe katika kanisa lako, jidhihirishe katika kanisa lako, jidhihirishe katika kanisa lako. Watoto wako wao, kama kijana watenda vizuri wanajidhihirisha. Kenya wao, Roho Mtakatifu jidhihirishe. Tembea na mtoto wako, tembea na mtoto wako, tembea na mtoto wako. Roho Mtakatifu, achilia ukiishi wa ajabu, achilia ukiishi wa ajabu, achilia ukiishi wa ajabu, achilia ukiishi wa ajabu, achilia ukiishi wa ajabu. Tunahitaji kanisa lako, tunakuhitaji wewe, bila wewe sisi hatuwezi jambo lolote, bila wewe sisi hatuwezi jambo lolote, tunakuhitaji wewe, wewe pekee yako Kristo. Jitukuze, jitukuze Mfalme, jitukuze Jehova, jitukuze, jitukuze. All of us thank you. Achilia mamlaka, sio ndogo, achilia mamlaka. Bwana jitukuze, Bwana jitukuze. Nasikia kuja mbele nitoke. Nikiwa nasikia kuja mbele nitoke. Nataka
Yesu Kristo anataka. Bwana Yesu naomba Bwana Yesu anaangalia kila mmoja. Gusa moyo wako, gusa moyo mmoja, gusa kila mmoja, gusa kila mmoja, gusa mmoja. Katika jina la Yesu Kristo neema ya Bwana ikawe juu yako, neema ya Bwana ikawe juu yako, neema yake ikawe juu yako, neema zote ikawe juu yako. Riba sana, riba lava shaka, riba lava, pokea neema itokayo kwake, roho usiki, riba lava sana, nenda kumwomba, yuko mahali hapa, kwa hiyo unapokuja nenda kumwomba, yuko mahali hapa. Pokea neema kutoka kwa Bwana.
Pokea neema kutoka kwa Bwana. Pokea neema kutoka kwa Bwana. Pokea neema kutoka kwa Bwana. Pokea neema kutoka kwa Bwana. Pokea neema kutoka kwa Bwana. Pokea neema kutoka kwa Bwana. Ndio. Pokea neema kutoka kwa Bwana. Ndio 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 Bwana. Wewe ni Bwana tu. Wewe ni Bwana tu. Kwenye majira yote. Kwenye majira yote ni Bwana. Wewe ni Bwana mfalme. Wewe ni Bwana mwenye enzi. Wewe ni Bwana mwenye nguvu. Wewe ni Bwana wa rehema. Wewe ni Bwana mtakatifu. Wewe ni Bwana mtakatifu. Wewe ni Bwana mwenye enzi. Bwana